Kichwa cha neno la siku la leo ni the outstanding are a threat to the enemy. The outstanding are always a threat to the enemy. The outstanding are always a threat to the enemy. Bwana Yesu Kristo mwenyewe katika huduma wake na kwenye leadership yake, ile uongozi wake na vile alifanya mambo, alikuwa very outstanding. Alikuwa ni mtu amejitokeza mbele zao na anafanya mambo zaidi ya vile wao wanafanya. Kama ni kuombea wagonjwa, anamuombea na jambo linatendeka. Kama ni kuhubiri, anawaambia vitu ziko kwa hiyo Biblia zao, lakini ziko zaidi, wakisikia wanazisikia vile vinatakikana kutoka kwa Mungu. Kama ni kuwapatia uwasia, anawapatia uwasia ambao ni uwasia wa kiungu na unabadilisha maisha yao. Naamini kama angewekwa kwa ofisi, angefanya so excellently kwenye hiyo ofisi, na alikuwa sasa vile outstanding namna hiyo, mpaka ikakuwa analeta watu mbele zake, na anapoleta watu mbele zake hivyo, wengi wao, unajua unapokuwa outstanding namna hiyo, unapata wale watu wanakuja kushuhudia, the admirers, na unapata pia waadui wale wanakuja ndio watafute kile unachofanya, waanze kutafuta vile watakimaliza. Tuko pamoja? Na ndio hiyo, katika ukumbi ule ulifuata Bwana Yesu, kulikuwa na those admirers, yaani wale wanakuja kushuhudia na wanaanza kuflow na ile jambo Bwana Yesu anafanya. Kunakuwa na hizo kundi mbili, the admirers and the enemies. Na admirers watatembea na Yesu, walitembea na Yesu, na wengine wao walikuwa wafua samaki, wakarudi kwa Yesu wakaanza kufanyishwa wavuvi wa watu. Walikuwa wanaendea njia zingine, wakafuata ile neno Yesu anawaambia, na wakatembea kwenye njia za Yesu, na wakafaidika, wakabarikiwa sana. Mwisho wa mtu kama Petro, unaona akitembea namna hii, na kile kivuli chake kinavonya wagonjwa, wanaendelea vizuri sana, na akifuata kile cha ukweli, anaendelea vizuri sana. Tutapokwenda kufuata na tufuate kile cha ukweli, tutaendelea vizuri sana. Haleluya. Mtu kama Judas akawa anamfuata na anafanya tu wale wengine wanafanya, wakiambiwa tuende ng'ambo ile ya bahari, wanaenda na Judas. Wakiambiwa tufanye hiki, wanafanya na Judas, na wote hawaoni kitu mbaya na Judas. Lakini mwisho wake alipokuja kufungulia shetani mwanya, ndio hiyo Judas akakuwa ni yeye atakuwa missile launcher wa enemy, launch missiles za kummaliza Yesu. Na sisi tujiangalie vile tutatembea. Tujiangalie tutatembea. Nimerudi na kusema mamlaka iko kwenye nyumba ya Bwana, because hii ni ufalme. Na ukiwa kwenye mamlaka, ukikosa kufuata mamlaka, wewe ndio utapatia pale mbele. Mwisho wa Judas alipokosa kufuata mamlaka ile ililetwa na Mungu, mwisho wake ulifanyika namna gani? Biblia inaniambia alienda kujihang, sijui alijitupa wapi. Kuna maneno ingine nasema alijitupa sijui wapi, alafu intestines zote zake zikafanya nini? Katoka nje. Sijui alienda kujihanga wapi. Najua utatumiwa kumaliza wengine, mwisho huo utajimaliza mwenyewe. Anatumiwa kumaliza Yesu, na mwisho huo anajimaliza mwenyewe. Because kazi ya shetani ni kufanya nini? Kuna 2-3 missions. Zile ziko very much related. Sote ziko related, 3 of them. Ya kwanza ni nini? Ni kuiba. Ya pili ni nini? Ni kuharibu. Na ya tatu ni nini? Ni kuua. Anaiba amani, anaiba uzuri, anaiba uhusiano wako na wale uko na wao, anaiba na nguvu zako, anaiba na chochote, anaiba mali yako, anaiba mke wako, anaiba mume wako, anaiba kile chote uko nacho. Mruhusu, ataiba. Na akiiba
Wewe ndio unamruhusu, unamfungulia mlango. Tuko pamoja? Na halafu anaharibu, anapohiba hiyo amani kwako, anapohiba mume wako, anapohiba bibi yako, anapohiba mali yako na pesa zako, anaharibu hizo vitu zote, anaziharibu. Hizo tu inaenda pamoja. Halafu baada ya hiyo anatafuta auwe. Si wewe ustopishe kabla hajaanza kuua. Kwa pamoja, anaua wako na anamirudi anakumaliza ukimfungulia mlango aingie. Na ni sisi tukae tumefunga milango yetu kabisa kwa maombi. Ukiwa utaregea kwenye maombi, basi unafungua milango mingi. Ukiwa ni mtu aombi, ati maombi yako ni ile ya tu hapo nyumbani, hapo dakika 10, dakika 15, basi unafungua milango nyingi sana. Ukiwa ni mtu hawezi omba na uimba Biblia imeshika kutu mikozi haifunguliangwi, ukiweka hapo Monday, Sunday ndio utachukua ukipiga vumbi, ujue unafungua milango kubwa sana. Na akiingia atakuja kuiba, atakuja kuharibu, na atakuja kutafuta vile ataua. Na akipata nafasi anaua. Shetani sio rafiki ya yeyote yule, hawezi kufanyika rafiki. Ukimfanya shetani rafiki yako, unajitafutia kaburi kujiingiza ndani, because zile mission 3 atakuja kuzitimiza kwako, taka ama usitake. Tuko pamoja? Na ni lazima kila umoja ujifunge, ujiingize kwa maombi. Ukiwa umeokoka, maombi ni lazima. Tuko pamoja? Tunifungie mkono niambie maombi ni lazima. Ukiwa umeokoka, maombi asubuhi na jioni ni lazima. Especially kama unafanya kitu kanisani. Ukikosa kuomba tu hata siku moja, hata 2 ama 3, ujue unatafutwa kuvutwa chini na utamalizwa. Na mimi nikasema hata madhabahu tumefungua. Kila yeyote anayetaka kuja kwenye weekday ama siku yoyote, na akuje na aombe, na apeane familia yake kwa Mungu, na ajiombee kusimama kwake. Siku zimekuwa siku mbaya na hofu, na siku shetani ameachiliwa kwa njia hali ya juu ya kupiga mwanga. Kusikue na mwanga, kusikue na wokovu, kusikue na watu wanaita Mungu. Na ni lazima ujiingize kwa maombi. Kama uombi umeshafungua mwanya mkubwa, anajua mapepo hayakuangi na kuuliza nafasi kuja kwako. Saa ile unajaribu kuomba hiyo yako ya 15 minutes, mapepo yanauliza wewe siharakishe umalize, tuone vile tutakwenda. Tunaendelea kukugandamiza, tunaendelea na kukuweka chini, tunaendelea na kukufanya. Ukitaka kukua juu ndani ya Mungu, ni lazima na ni lazima utasoma neno gani? Hii yenyewe hata ukisoma kwa sauti inatimua mapepo hata bila kuanza kukemea mapepo. Hii yenyewe neno la Mungu inatimua mapepo hata wewe hujawahi kuyaambia mapepo. Hata mapepo mengine hujui ni kina nani, lakini hii inatimua ukiisoma kwa sauti. Sauti tu kiasi ile ya kwako. Tuko pamoja? Maombi pia ukisoma hii, because yote inaanza hapa. Ukisoma hii neno inakupatia yale maneno utaanza kurudia kwenye maombi yako. Hallelujah. Because unaomba neno la Mungu back to him. Unaomba hii neno la Mungu, unairudisha kwa Mungu ukiwa kwenye maombi. Na lazima uijue, ndio maombi yako ikuwe inajaa nguvu za Mungu. Ndio kunena kwako kupinduke, kujae nguvu za Mungu, kujae maombi. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo Bwana Yesu Kristo akawa ameattract watu wengi, amekusanyika watu wengi, wale wanaenda na yeye, wanafuatana naye. Wengine wako pale lakini ni adui. Yeye alikuwa na uwezo wa kuwajua, lakini watu wale wengine hawajui. Tomaso wako pale bado na hawezi kuamini. Hawezi kuamini Bwana Yesu ni Bwana na Mungu. Amini, yako pale bado. Tomaso.
mpaka wanaenda naye mpaka kifo, na Yesu anakufa na anafufuka. Tomaso hawezi kuamini, akisema ameshafufuka. Tomaso anasema hii yenyewe ni mchezo. Kila wakati anaona ni mzaha, na kwake siku zote alitembea na Bwana Yesu ilikuwa ni kundua ngozi, kitu kinatendeka na yeye bado aoni kama kinatendeka, anakisahau. Wanaendelea, wanaponya, anafufua Lazaro, na bado Tomaso aoni kama kweli Lazaro alikuwa amekufa, anaona kama alikuwa amelazwa tu hapo makusudi. Kutokuamini. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Inakuwa tu ni pande hizo mbili. Utakuwa kwenye admirers na ufuate uflow na kazi ya Mungu ile inaendelea, ama utakuwa kwenye pande ya adui na unatumiwa na adui. Unaweza tumiwa sasa, unaweza tumiwa wakati wote, ile utafungua sana na utapunguza maombi. Tuko pamoja. Na chaguo ni letu, ni kila mmoja tuamue, niko pande gani? Niko pande gani ya kuflow na Mungu? Because falme ni mbili tu. Falme za kiroho ni mbili. Kuna falme hiyo ya adui ambayo iko ya shetani. Hakuna falme ya Mungu ambayo ndio halisi na ndio ilikuwa kutoka mwanzo. Na ndio hiyo naamini wewe uko ndani na mimi, kama if I'm not mistaken. Na Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu ndio uko na nguvu zaidi. Ufalme wa shetani ni wa rebels, ni wale waasi. Aliasi mbinguni na anasaidia, anajaribu kuvuta wengi wakuwe waasi pamoja naye hapa duniani. Na ni sisi tukue werefu, ujiepushe kukua katika ufalme wa adui, ukue katika ufalme wa Mungu ambao Bwana Yesu Kristo ndio mwanga, na yeye ndio the author and the finisher of our faith. Yeye ndio alianzilisha hii imani ambayo unasema uko nayo, alianzilisha, na yeye ndio anaiongoza mpaka mwisho wa hii imani. Utakuwa ni Yesu. Ni Yesu mwanzo. Ni Yesu nini? Na mtu wako kanisani, tunifungie mkono kama uko kanisani. Hiyo mikono wenyewe si wanisungumuzia, nikisungumuza. Haleluya. Mwanzo na mwisho, mwanzilishi wa imani yetu, na yeye ndio mwisho wa imani yetu, na yeye ndio Mungu ambaye tunamwabudu. Ukiwa ndani yake, alikuwa anajua yeye ni mwanzo na yeye ndio mwisho, mwanzilishi na mmalizaji wa imani yetu. Akaamua, na mimi siendi pande ya shetani. Usifikiri ya kujaribiwa. Alijaribiwa kama wewe na mimi. Haleluya. Na akachagua. Anajaribiwa, naambiwa teua hii mawe ikuwe nini? Akasema hiyo tumbo yangu itakaa tu hata bila chakula. Akaambiwa panda kwenye hii mnara wa kanisa, tupa chini. Akasema hii ni kujaribu Mungu, sitaweza. Akaambiwa ona hii mji yote ya pale kwenye kila mahali. Akaonyeshwa Dubai, akaonyeshwa New York, akaonyeshwa Kenya na kila mahali. Kwenye hali ya sinema pale, akaambiwa niabudu, inama tu magoti moja, alafu niabudu, nitakupatia hizi zote za dunia. Akasema enda huko, si kuabudu. Imeandikwa tuabudu Mungu na yeye peke yake tumtumikie. Unajua kumeandikwa hivyo? Na saa ile majaribu inakuja, kumbuka Yesu hakuchagua kwenda katika hali ya adui. Alichagua pande hiyo nyingine ya Mungu, ya mwanga na ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Akachagua kukua kwenye mwanga, akachagua kumshuhudia Mungu, akachagua afadhali nife kwa msalaba kuliko hizi raha za dunia. Tuko pamoja. Na akawa pale amechagua Mungu, amechagua mwanga, na akasema I will honor my God. Nitaamini Mungu na nitampatia heshima Mungu kuliko kuabudia kidunde kama shetani. Uko nayo chagua. Chaguo ni lako. Unachagua pande ya adui ama unachagua pande ya Mungu?
Ni wewe katika kila jambo unafanya, na kwenye maneno unayosema, na kila kitu unafanya, ujue nachagua pande ya shetani ama nachukua pande ya Mungu. Unamheshimu Mungu. Mpaka hata kwenye Golgotha pale kwenye Gethsemane akainama chini akasema, sitaki kuchagua mapenzi yangu, nataka kuchagua mapenzi yake yale yako. Kwa hivyo ifanyike kwangu kulingana na vile imeandikwa, ndio nikupendeze Mungu. Akachagua kupendeza Mungu. Na sisi Mungu atusaidie tuchague kumpendeza Mungu, to honor God, to honor God. Amen. Ukiingia katika kitabu ya Danieli kifungu cha 6, Daniel 6, utakuta pale ukikuwa outstanding, you draw a crowd and opinion za watu. Daniel kifungu cha 6. Najua mistari ni mingi pale ya kueleza hili jambo, lakini tunaweza kuisoma yote pamoja alafu nieleze kwa ufupi. Tuende kwenye Daniel. Tusome kutoka mstari wa kwanza pale kwa screen zetu pale, tukiwa tunaenda pamoja zote. 1 to go. It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be over the whole kingdom. Are you with me? Verse 2. And over these 3 governors, of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss. Then this Daniel distinguished himself above the governors and the satraps, because an excellent spirit was with him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. So the governors and the satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Verse 5. Then these men said, we shall not find any charge against this Daniel unless we find it against him concerning the law of his God. So these governors and the satraps thronged before the king and said thus to him, King Darius, live forever. All the governors of the kingdom, the administrators, the satraps, the counselors, and the advisors have consulted together to establish a royal statute and make a firm decree that whoever petitions any god or man for 30 days except you, O king, shall be cast into the den of lions. Let's just hold it up to there. We'll go back there. Tutaenda turudi pale tena. Unaona, Daniel anaambiwa ya kwamba ndio nimechagua example, and katika Bible kuna examples nyingi sana za hili jambo ya kwamba akikuwa outstanding anakuwa ndio threat wa shetani, anakuwa ndio threat wa adui. Na najua you are outstanding in what you do. Najua hata wewe umekuwa mtu wa kuinuka kwa ajili ya kile unachofanya. Daniel akakuwa pale kwenye hiyo ufalme wa King Darius wa Babylon. Na King Darius akaweka ufalme wake vile anavyotaka. Nimesema wafalme wanaweka cabinet ministers na wanateua watu ndio wawasaidie kwenye kupanga na kuongoza hiyo nchi. Na King Darius akaweka 120 satraps, na akaweka nini, governors 3. Na alipokuwa ameweka hao, ameorganize wote wanafanya kazi yao. Satraps wapeane ripoti kwa nani? Kwa governors.
Nao governors wanapeana ripoti kwa nani? Kwa mfalme Darius. Tuko pamoja? Na akawaweka pale, na Daniel alikuwa ni mmoja wa wale governors watatu. Lakini mfalme alikuwa amemwangalia Daniel kwa undani, na akaangalia vile anafanya kazi yake pale, na akaangalia vile anafanya reporting yake, na akaangalia vile anafanyisha watu kazi na matokeo inayotoka kwenye hiyo ofisi ya Daniel. Akajua huyu ni mwingine na ni mzuri, nataka nimuinue kidogo akuwe juu ya hawa watatu, ndio asimamie hawa wawili, nimteue, nimpatie promotion. Kuna promotion iko pale because amefanya kazi tu vizuri. Daniel mwenyewe anasemekana kwenye hiyo mstari, ni mstari wa 3, he had an excellent spirit in him. Alikuwa na roho wa uhodari. Roho wa uhodari. Huyu roho wa uhodari, wacha kimbia tu akitupatia kwenye screens katika Isaiah 11, unakuta huu roho wa uhodari kwa ajili ni roho wa Mungu. Huyo anakuwa ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Kama ako ndani yako, lazima ukue chenye unafanya kwa uhodari, unafanya kwa ustadi, unafanya kizuri sana, because lazima ukue outstanding. Uko na roho wa uhodari, ako pale. The Spirit of the Lord shall rest upon him. Let's read together. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. The 7 spirits of God. Iko katika Ufunuo. Inakuwa katika Ufunuo. Wakitaka kutuwekea, watatuwekea pale the 7 spirits of God. Number 1 anakuwa is the Spirit of the Lord. Because ukiwa na huu Roho Mtakatifu wa Mungu, huyo ndio roho wa Mungu, ndio roho wa Yesu. Na huyu roho wa Yesu hata kupatia kutii na kukalia chini ya Yesu na chini ya mamlaka ya Yesu. Ukue uko chini ya mamlaka na hakuna kitu kinakushinda. Ukiwa siku zote chini ya mamlaka, hakuna kitu kitakushinda. Utakuwa unaamurisha vitu na zinatendeka. Hallelujah. The Spirit of the Lord. Number 1. Number 2 is the Spirit of wisdom. Huyu akiwa ndani ya Daniel anampatia hekima ya kujua vile ataelekeza vitu na vile atatenda na vile atafanya. Alikuwa na excellent spirit. Anamwelekeza vile anafanya. Wisdom and the spirit of understanding. Hiyo ndio number 3. The 7 spirits of God. Wisdom and understanding inakuelekeza utahubiri namna gani, utaenda namna gani, utaongoza kanisa namna gani, utafanya namna gani kama wewe ni pastor. Tuko pamoja. Inakuelekeza hii wimbo utapeleka namna gani, utaenda namna gani na itafanyika namna gani na mwisho wake ni aje, ukiwa na huyu roho wa excellency. Number 4, a spirit of counsel, na number 5 of might. The 7 spirits of God. Spirit of counsel and might. Atakushauri, what do you do? Unafanya nini katika hii ikifika deadhead, unafanya nini hapo? Na ukipinduka utaenda ufanye nini? Ndio execute, ndio ufanye zile mambo Mungu anataka kufanye ndani ya kile anakutuma kufanya ama kile amekuita kufanya. Hallelujah. And then number 6 is the spirit of knowledge. Ni Roho Mtakatifu, ni roho wa ujuzi. Atakupatia ujuzi how to do things. Alimpatia Bezalel ujuzi wa kujenga hekalu la Musa. Hakukuwa na Musa kwenye mlima, Musa akionyeshwa hilo hekalu vile litajengwa, lakini Musa alipokuja kumueleza, Bezalel anapata hiyo ujuzi. Hiki kinawekwa hivi, kinatengenezwa hivi kwa detail kabisa. Ndio huyo the spirit of knowledge, ujuzi. Kwa hivyo ukiitwa mahali uongoze, usijiulize nitaongoza namna gani. Ukiwa na huyu roho wa excellence, atakupatia vile utafanya. Anakupatia kuongoza kwa hiyo ofisi, anakupatia kuongoza kwenye kanisa, anakupatia kila mahali. Vitu zote ni za Mungu na atakuelekeza katika mahali pale umewekwa, so that you do outstanding job.
kwa pamoja ndio uweze kufanya kazi ambao ni hodari na maridadi. Haleluya. Alafu wa mwisho is the spirit of the fear of the Lord. Akiwa na roho wa kumwogopa Mungu, atakuwa ni mtu ambao anamuogopa Mungu na hatatenda maovu, hatatenda mabaya. Ndio sababu umesikia wamemtafuta makosa pale, na wangepesa kumpata makosa Danieli, because ako na roho wa kumwogopa Mungu. Is cramped up together, the seven spirit of God cramped together in you, in me, in every one of us, to make you do excellent. Hallelujah. The seven spirits of God. Tuko pale wamejaribu kupewa na zinaonyeshwa kwenye Ufunuo katika hiyo mona, hiyo mataa saba ile wanaita mona, inawekwa pale. Kile taa inaangaza kwenye hizo the seven spirits of God. Ndio hiyo, ukiwa na roho wa Mungu, you have all that. Na unatakikana ufanye kiodari. Hallelujah. Danieli akawa na hiyo the spirit of the fear of the Lord. Ndio ilikuwa na huyo anamuita nani, Joseph, akiwa kwenye nyumba ya Potiphar kule Misri, na mke wa Potifari anajaribu, anamjongea, anamwambia naogopa Mungu wangu, mama yangu hayuko hapa, baba yangu hayuko hapa, watu wa nyumbani hawako hapa kuniona nikitenda hicho kitendo unaniuliza, hata pastor wangu hayuko hapa kuona nikitenda hicho kitendo unaniuliza, hata washirika wa kanisani kwangu hawako hapa kuona nikitenda hicho kitendo unaniuliza, lakini sitendi kwa ajili naogopa nani? Mungu wangu. Ngopa Mungu wangu. Naogopa Mungu wangu. The spirit of the fear of the Lord. Ya kumwogopa Mungu. Uwe unaonwa na watu ama wakuone. You just keep yourself. Self-control. Faithfulness. The fruit of the spirit inaonekana kwako. Na huyu Daniel alikuwa namna hiyo, amejaa na hii yote. Na mfalme anapomwangalia na akiona vile anafanya vitu, na akiona ile matokeo inafanyika kwenye kazi yake, anasema huyu is very outstanding. Huyu ni mzuri tu, nataka nimpatie promotion, nimutie chini yangu kidogo na nimutie juu ya hawa wote, akuwe ni kama prime minister. Anapofikiria hayo, wale watu, najua kuna watu wanafikiria wakiongea. Sometimes huwa ninafanya hivyo because sitaki kisahaulike. Wengine wanafikiria wakiandika chini. Tuko pamoja. Pengine mfalme Darius alikuwa anafikiria akiongea, na hawa masatraps na hawa mangafanas wengine wakaanza kupik ni nini mfalme anataka kufanya, na Danieli anataka kumpatia promotion akuwe prime minister. Na sisi hiyo kitu, hata anapofanya hizi vitu huwa anatusinya. Ukiwa outstanding unakuwa threat hata kwa wale wengine walioko wanakujua. Najua kuna mtu anakaa mpeke yake. Hata kama uendi kanisa kama hii, unajulikana because simu yako siko na watu. Si wanakujua, tuko pamoja. Si hata jirani wanakujua. Kuna mtu ajulikana. Kila mmoja anajulikana kwa ulimwengu alioko. Kwenye ulimwengu ulioko unajulikana hapo. Na hapo ndio unatakikana hiyo roho wa excellence, roho wa uhodari, ustadi wa Mungu uonekane ndani yako. Haleluya. Na Dario anapofikiria haya mambo, wakajua, na walipojua wakasema okay, hatuwezi kumruhusu apewe hicho cheo. Shetani mmoja yote anayepigania kuinuliwa kwako, tunamwamurisha ashindwe katika jina la Yesu. Nguvu zote zinafanya kazi kinyume chako, kinyume changu, kinyume cha hii kanisa, tunaziamurisha shindwa kabisa katika jina la Yesu. Wakishusha kazi ile unafanya, watakuwa ni wewe wanakususha. Na wakikususha, wanashusha familia yenu. Na wakishusha familia yenu, wanashusha kila mmoja. Tuko pamoja? Wanashusha wapendwa wenu. Na ni wewe upigane, uko muembezi.
Nimesema uovu umeachiliwa kwa njia nyingi kutoka wakati wa corona ianze. Uovu umeachiliwa kwa njia nyingi, na ni lazima utie nawe wenge kwenye level ingine kwa hapo juu. Haleluya. Ya maombi, ya kusoma hii neno, ya kufuatia njia za Yesu. Otherwise shetani ana hodari, ana pastor. Ati huyo hata ni pastor atamwangusha. Ana elder, ati huyo ni elder atamwangusha. Ana kiongozi, ati huyo ndio kiongozi mkubwa atamwangusha. Tuko pamoja? Shetani ana hodari. Njia yetu tu ni kuomba na kusoma hili neno. Ujue uko na admirers na ujue uko na maadui. Maadui wanatumiwa na shetani, by the way. Adui wetu ni nani? Shetani. Lakini anatumia nini? Anatumia binadamu. Anatumia binadamu. Presbyter Samuel Ndikaniakino anasema anawapanda kama farasi. Na utaona farasi imekuja ufikiri ni farasi tu. Juu yake chungulia iko juu na nini juu yake? Yule mwenzako, rafiki, mnaofanya kazi pamoja, mnaofanya vitu pamoja, anaweza fanywa ndio hiyo farasi. Na ikikuja inakaa farasi tu. Utaona chenye kiko juu. Chunguza what is behind. Hallelujah. Are we together? Bwana Yesu atusaidie. Na usikubali kutumiwa kama farasi. Unabeba huku shetani haangushe vitu ama kuwekea vitu mbaya. Usikubali kutumiwa kama farasi. Tumiwa na Roho wa Mungu. Biblia inasema tusikunywe mvinyo ulio zaidi wa kulewesha, bali tujazwe na Roho Mtakatifu zaidi. Tafuta kujazwa na Roho Mtakatifu zaidi. Haleluya. Darius akasema huyu nitamfanya prime minister. Kwa hivyo wote wakakusanyika, mstari wa 4, wote wanakusanyika pamoja na wanazungumza pamoja. Ati komiti ni ya nani? Ni ya Daniel. Ati agenda ni nani? Ni Daniel. Saa ile wewe unalala, saa ile unafanya kile unafanya, na unakosa kuomba, na unakosa kutii neno, na unakosa kuisoma, ujue kuna uenda kukawa. Nimesema uenda kukawa na komiti. Uenda kukawa na watu huko. Uenda kukawa na wengine huko wako na komiti wakitafuta ni nini tutafanya tuangushe hili jambo. Ni nini tutafanya tuangushe huyu mtu. Ni nini tutafanya tuangushe hiki kitu. Ni nini tutafanya tumsukume. Ni nini tutafanya tutawanyishe vitu. Ni nini tutafanya isiunganike na isifanyike. Ni nini tutafanya? Komiti ya wao. Judas Iskarioti akawa kwenye komiti ya Yesu, na anaendelea kwa Yesu, na wanasema vile wataenda Gethsemane kuomba, wanasema kila chote, na bado ako na komiti ingine ya wale wanampatia 30,000 akuje kumaliza nani? Judas Iskarioti. Ana komiti ngapi? Tujichunge. Atuangalie ni komiti gani utadumisha, na ni komiti gani ambayo utakubali ingie kwako na ikuongoze. Komiti gani? Kwa pamoja. Agenda ni nani? Agenda ni Daniel. Huyu Daniel akiomba hizi vitu zake huwa nasikia ananisinya. Akiwa na mfalme wakiongea hizi vitu zao wanaongeanga, huwa nasikia inanisinya. Akifanya huwa nasikia inanikasirisha. Na akiomba huwa nasikia inanichoma. Na akifanya huwa nasikia inafanya. Halafu huo mmoja na mwingine wengi ndio walikuwa wanasikia anasinywa na Daniel. Wengi. Na wote wakaitana komiti ya uofu. Na ni sisi, Mungu atusaidie, sikawahi kuwa kwenye komiti ya uofu, bali siku zote nitakuwa kwenye komiti yenye mwanga. Komiti inaleta njia za Mungu mbele. Komiti inatambua hii neno la Mungu ndio komiti nataka. Komiti inaendeleza vitu za Mungu. Komiti sio ya kusungumuza binadamu, ya kusungumuza Mungu aliye hai na njia zake na vile kazi yake itaendelea. Haleluya. Hiyo komiti zile uko nazo, chunguza na tujihadhari. Haleluya. Kwenye komiti
Kwenye komiti wakamuleta, wakasema tafuta kitu chote, wakaenda. Akaunda, ndi wanamuita nani yule wa ofisi za juu, sikumbuki hiyo. Akaleta na vitabu kwenye mahesabu yake, ile kitu ilikuwa inaelekezwa kwenye province yake, na wakaleta. Sima satraps wako chini yake, wako hapo tu, wale wako chini yake. Wakaleta vitabu, wakaangalia, hakuna hela amekula. Wakaangalia, hata hiki alipeleka vizuri, hata kile alipeleka vizuri, zote zimeenda vizuri. Na wakasema huyu Danieli huyu, na vile anatusinya hivyo, na vile anatusumbua na hii maombi yake, na vile anafanyanka na hiki kitu anafanya, atupati kitu. Tufanye nini? Tufanye nini? Wote wamekaukiwa na wamekasirika. Alafu wakasemeana, mpaka tutafute njambo kinyume chake kulingana na amri za Mungu wake. Yesu Kristo amefanyiwa tu hivyo. Wamempeleka kwa Caiaphas kwenye hekalu ya siku ile ya Judaism. Wanampeleka pale, wanatafuta alitenda kitu gani, mpaka wakalipa watu pesa waseme kuna makosa alifanya. Na saa ile wewe unaendelea kuabudu Mungu, saa ile wewe hata unaendelea na maombi yako, saa ile wewe unaendelea na kazi ya Mungu, kuna watu wako na komiti, kuna watu wanatafuta vile watapata njia ya kuangusha. Saa ile unaendelea nyumbani kwako, kuna watu wanatafuta vile wataangusha. Na Mungu atusaidie sana. Ukiwa kwenye maombi utaangushwa. Kwa pamoja, ukifuatia hii neno na kufuatia Roho wa Mungu, atakuelekeza, atakufunulia yote, utaangushwa. Haleluya. Hakuna njia utaangushwa. Especially ukikalia kwenye mamlaka ile imewekwa kwenye area, hakuna njia utaangushwa. Kwa pamoja, na wakaenda wakatafuta, wakasema hatuna njia mpaka tutengeneze amri. Hapa tuweke commandment, tuweke amri. Yes, tuweke amri ya kwamba kuna mtu hata mmoja anatakikana kuomba Mungu, ama kuomba kitu chochote kingine, ama kuomba watu binadamu, tumfanye mfalme Mungu. Wakamfanya mfalme akuendini nini? Mungu. Na akasema for 30 days Mfalme Darius ndio Mungu na ndio wakuulizwa mambo yote. Mtu yeyote akiuliza mtu mwingine ama Mungu mwingine ama chochote kingine, anafaa atupwe kwenye wapi? Amri inaenda hivi, atupwe kwenye tundu na simba. Na wakaandika hiyo amri. Wote waligongamana pale mbele ya mfalme. Wewe mfalme, ni mimi nasema vizuri, yeye ni mimi nasema vizuri. Tumeidhinisha ya kwamba na hii ndio decree. Yeyote akiomba kitu chochote kingine ama Mungu mwingine ama mtu mwingine, atupwe kwenye tundu la simba. Wao wengine wakasema ndio. Haya mfalme, ni hiyo signet ring yako ndio tunatafuta, ni hiyo pete tunatafuta, uweke nini? Uidhinishe hiyo, uenact. Alafu mfalme akaona wote, siwezi kwenda kinyume cha wote. Najua kuna njia unaenda kinyume cha wote, alafu inakuwa mambo ingine. Kwa pamoja, siwezi enda kinyume cha wote. Haya, sawa tu. Yeye akasaini na ikawekwa pale. Hakuna mtu for 30 days. Anajua hii ni vita kinyume cha nani? Mtu mmoja ameoutshaini wao. Mtu mmoja amewautshaini. Hii ni vita tu. Naamini kulikuwa na wengi walikuwa wanaomba Waisraeli. Naamini kulikuwa na wengi walikuwa wanafuata Mungu. Lakini huyu mmoja ameoutshaini wote. Anafanya hata hao wengine watiwe kwenye hiyo kitanzi. Kwa pamoja. Alafu Biblia inaendelea hapo. Hebu tuone waliposaini hiyo iliendelea namna gani. Mstari wa 8 unasema hivi, tukisoma pamoja. Now, O king, establish the decree and sign the writing, so that it cannot be changed according to the law of the Medes and the Persians, which does not alter. Twende mstari wa 9. Therefore King Darius signed the written decree. Now when
Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day, and he prayed and gave thanks before his God as his custom. 11. Then these men assembled, and they found Daniel praying and making supplication before God. And they went before the king, and they spoke concerning the king's decree. Have you not signed and decree that every man who petitions any god or man within that days except you, O king, shall be cast into the den of lions? The thing is true, according to the law of the Medes and the Persians, which does not alter. 13. So they answered and said before the king, that Daniel, who is one of the captives from Judah, does not show due regard for you. O king, all of the decree that you have signed, but make his petition 3 times a day. 14. And the king, when he heard these words, was greatly displeased with himself. Why? Aya tuendelee, displeased with himself. That is 14. Yes. He set his heart to rescue Daniel and to deliver him before the sun goes down, isn't it? 15. Then these men approached the king and said to the king, know, O king, that it is the law of the Medes and the Persians that no decree or statutes which the king establishes may be changed. 16. So the king gave the commandment, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke, saying to Daniel, you are God, whom you serve continually. He will deliver you. 17. Then a stone was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the signet of his lords. Should not be changed. 18. Now the king went to his palace and spent the night fasting, and no music was brought before him. Also his sleep went from him. Then the king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, as your God whom you serve continually, being able to deliver you from the lions. Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lion's mouth, so that they have not at me, because was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. That's the trick. Now the king was exceedingly glad for him, and commanded that they should take Daniel out of the den. So Daniel was taken out of the den, and no injury whatever was found on him, because he believed. 24. And the king gave commandment, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Then their children and their wives, and the lions overpowered them, and they broke all their bones in pieces before they ever came to the bottom of the den. Wow, scary. And so ndio hiyo tunasema ya kwamba decree imekuwa signed. Na Danieli wamemtafuta makosa, hawapati makosa. Na ndio hiyo Daniel anapojua exactly number 10, anapojua exactly vile wamefanya, na wamekuwa wakitengeneza hii katiba kwa ajili yao, wakipindua katiba kwa ajili ya Daniel peke yake, alitoka pale na kaenda kwenye nyumba yake, akuongopa. Ukisikia corona hapana ongopa, jua Mungu wako. Ndanda amesema, dada amesema alikuwa amejua Mungu wake. Ndio hiyo
ilinipatia kuomba na huyo dada vizuri, because awali alikuwa kwenye hiyo hospitali na akaniambia, even this one I know God will deliver me, kabla ya hiyo corona. Na nikawa ninaambia Mungu, this sister said anakuamini sana because amesema hata ile ingine ilikuwako utamuondosha, na hata hii ninajua hata wewe unamuondosha. Jua Mungu wako na tuache kutangatanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Because ukijua Mungu wako ni mawe, ni njiwe na ni mwamba, na utadumu pale kwenye mwamba ule. Hawezi tingishwa na ugonjwa, hawezi tingishwa na chochote, hawezi tingishwa na degree ama constitution inaobadilishwa, haiwezi kutingisha huo mwamba. Anabaki kuwa mwamba, because Bible inaniambia kwamba is the same yesterday, today and forever, it changes not. Hallelujah. Ndio tunasema jua Mungu wako. Daniel akijua Mungu wake akasema, ni hivi mmefanya, mnafikiri mnaniongopesha, hata nivutwe hiyo kazi, nisipewe promotion, nisifanyiwe chochote, nitasimama na Mungu wangu. Amutanipakataza maombi for 30 days. Nimesha ansema ya kwamba ukimaliza 3 days bila kuomba, ujue umefungua mwanya mkubwa sana. Tuko pamoja? Ukifungua 3 days, ukiwa 3 days hujasoma Bible na hujaungana na Mungu wako, umefungua mwanya mkubwa sana. Adui atakuwaina, atakuweka chini. Ni wewe usimame. Mkristo wote anasema ameokoka, kama haombi hakuna wokovu iko pale, anakuwa ni powerless Christian. Umeshakutana na mbwa ambao umeingia kwa mboma zingine wako na mbwa, lakini ni mbwa tu. Hata akiona watu hawezi kumbweka, hata akiona kitu hawezi unampita hapo. Hata mwizi akija kuiba mchana atampita hapo, ingia hibe na aende, ni mbwa tu. Tuebamwe, prayerless Christian is a powerless Christian. Siku kama hizi sio siku za kukaa Christian life ukiwa uombi. Ni siku hatari. Ni masiku hatari. Jifundishe kuomba, jipeane kuomba, jipeane masiku mingi kuomba. Mungu anaangalia watu katika hiyo hali ya kumtafuta katika kuomba na kusoma neno lake. Hivyo ndio atatambua ni nani ninaweza kuentrust na kazi yangu, ni nani ninaweza kumpatia hii kitu anifanyie, ni nani ninaweza kumpatia haya mambo anitendee. Tuko pamoja? Hiyo maombi plus another characters. Tuko pamoja? Kuna maombi na kuna nyingi zingine hapo. And so ndio anasema Danieli alipojua wameketi kwa hiyo komiti hofu na wakanidesignia hii plan hivi na wakaipeleka wakabadilisha constitution namna hiyo, aliamuka pale akaenda kwenye chumba chake. Hakuombea chumba cha chini ndio wakweze kuonekana, alienda kuombea chumba cha juu. Ndio akafungua madirisha yote yakielekea Yerusalemu. Maombi ya King Solomon ile alifungua hekalu la Yerusalemu, alikuwa anaomba na wakikiwa kwenye nchi za ugeni, wakikumbuka jina lako lile umetia kwenye ili hekalu la Yerusalemu, na wakikuitia kuelekea hiyo hekalu utawasikia. Kwa hivyo Danieli akafuatia hiyo neno iko kwa Biblia, akapingua milango na akaelekeza milango na madirisha ile inaelekea Yerusalemu, akainama pale wamuone wote. Na unajua nyumba zao ziko tu hapo mbele, hata nyumba zao ziko na hali ya juu pia. Tuko pamoja? Sini za government quarters, government quarters ziko pale. Tuko pamoja? Nilekea huko juu, wanamuona amefungua madirisha, ameinua mikono na anaomba bila uoga. Kile kitu kinatushinda sisi wa Kristo ni uoga. Mungu atusaidie. Uoga, ondoa uoga, weka ujasiri. Utaongopa wikia mundu akuikata, utaongopa mtu atakufanya nini. Siongope Mungu ambaye akona uwezo wa kumaliza hata hiyo nafsi ikiingia kuzimu, afuate huko amalizie huko. Tuko pamoja? Akitaka. Nasema hivyo katika Mathayo 15. Kopa Mungu mwenyewe.
Wacha ongopa watu, wacha ongopa vitu wamepanga, wacha ongopa vitu ambazo wamedesign. Ongopa Mungu. Na akaomba siku hiyo kwanza, aliomba mara 3 kama alikuwa amezoea namna hiyo. Unajua sisi huwa tunaomba, unaomba tu asubuhi na unaomba kuja kuomba jioni. Yeye amezidisha mpaka ni mara ngapi? Na Biblia inasema ndio custom, ilikuwa custom yake. Anaomba hiyo mara 3 kila siku. Na ako pale akiomba, na wao wakashuhudia wakiwa kwenye upper room zao, wakaona anaomba pale, amefungua madirisha, kuna mtu anaongopa, hakuna kitu anaongopa. Akaomba na anaomba, na tutaendelea na kazi ya Mungu hivyo bila kuongopa. Haleluya. Na Biblia ikasema akiwa pale akiomba, wote wakakusanyika around nyumba yake. Oneni, si nyinyi mashahidi, si nyinyi mashahidi. Ona vile yako, ona vile anainua mikono, sikia vile anasema ameomba. Wakakimbia kwa mfalme Darius. Mfalme, uishi milele. Si umesema, si tumeandika. Mfalme akaidhinisha akasema ni kweli tumeandika. Tukasema huyo mtu hawezi kuuliza wewe, anauliza Mungu mwingine, tumutupe kwenye tundu la simba. Akasema ni kweli imeidhinishwa na amri za Medes na Persians. Kaambiwa basi yule Danieli unamtafuta, umweke akuwe prime minister. Huyo Danieli ambao anatoka kule Juda, huyo Danieli ambao unampenda sana, ukosi kumaliza siku bila kumzungumza juu yake. Yule Danieli unasema ako na roho msafi sana na anafanya kazi vizuri sana kuliko sisi wote. Ndio huyo ameongeuka hiyo amri ya Medes na Persians ili aibandirishwi. Ukishaidhinisha na hiyo signet ring yako, haibandirishwi. Kwa hivyo usifikiri utaibandirisha ati unampenda Danieli. Mfalme akawa anasikia kukasirika sana, akijilaumu. Hiyo degree walileta namna hiyo kunipindua kidogo, na wakanilazimisha kuisign. Hiyo degree nilisign ya nini? Na akawa amejikasirikia, nilisign ya nini? Sikujua itashika Danieli, naye ni mpendwa na ni mtumishi wangu mzuri sana. Sikujua itamshika. Na akajilaumu na akasema nitafanya nini nimuokoe. Kumbe alikuwa ni kama anaambiwa asubuhi, anamaliza siku yote akitafuta mbinu, because hii amri haiwezi bandirishwa, haiwezi pinduliwa. Akawa anasumbuka mchana wote, usiku jioni ikafika, wote wakathurogu kwake, wakagongamana pale wakimwambia, mfalme ishi milele, kumbuka amri za Medes na Persia haziwezi bandirishwa na siku inaenda kuisha. Mchana wote anatafuta kumponyoa Daniel. Darius akachukua, kawaambia basi chukueni Daniel mweke kwa hiyo tundu la simba. Lakini akawa pale akishuhudia, akamwambia Mungu wako, Mungu wako. Kuna mtu wako na Mungu hapa kanisani? Tufungie Bwana Yesu mkono kama uko na Mungu wako. Mungu wako yule unamtumikia siku zote na aweze kukukomboa. Kuna mahali unafika inakuwa ya kwamba binadamu na uwezo wa kukuokoa wa binadamu, na uwezo wa kusaidiwa na binadamu, na uwezo wa kufanyiwa na binadamu haifiki. Sasa ni mpaka ujitenge, uangalie Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na dada ametoa ushuhuda mbele zetu. Ilikuwa ni ushuhuda mzuri kwa hiyo ujumbe. Mungu wako, umpindukia Mungu wako, because inafika hapo mahali ni wewe na Mungu wako. Nilimwambia Mungu alikuwa anatengeneza ushuhuda ndani yako, because huku ametengwa na familia, na hakuna hata mume wake hata kikani aende akamuone hospitali because ni COVID. Sebamwe. Na mama yake bado hawezi kumuona. Watoto pia wameachwa kando, ni yeye na Mungu wake. Tuko pamoja. Kuna mahali nafika, Danieli anakuwa ni wewe na Mungu wako. Mpaka mfalme anajaribu nimuokoe namna gani, nimsaidie namna gani, nipindue hii kitu namna gani. Anakuwa ni wewe na nani?
Na ni wewe ujue Mungu wako vizuri. She said, I know my God. She said, nilijua Mungu wangu. Na Danieli alijua Mungu wake, hata akienda kuinua mikono akiomba kwa wasaile wamekataza, alijua Mungu wake. Na akamuita Mungu wake. Na mfalme akajua, hata huyu mfalme hakuwa anamuogopa Mungu, lakini alikuwa anajua Danieli ako na Mungu. Si Mungu wetu ajulikane hata kando yetu. Si Mungu wetu ajulikane hata na majirani. Si Mungu wetu ajulikane hata taifa lote. Haleluya. Mfalme asiongopa Mungu, anamwambia Mungu wako na kuokoe yule unatumikia. Yule unatumikia, sio yule tunatumikia. Yule unatumikia siku zote, na kuokoe kutoka kwa hizo simba. Na halafu Danieli akatupwa pale ndani, na kama hiyo ikutosha, wanachukua njiwe kubwa, wanafunika hiyo mlango ya hiyo ndeni, hiyo shimo, wanaifunika na mawe, wanachukua na simiti, sijui ni simiti ama ni lami, wanaweka kando hivi, na mfalme anakuja kuweka sili na hiyo kidole yake, na hata wakubwa wake wa kumsaidia kutawala wakaendelea, wakakuja wakaweka sili zao, ndio mtu yeyote asibandirishe hiyo nzama ya Satani, hiyo komiti ya shetani iliyokuwa inamuundia vibaya. Komiti yeyote unaundia hiyo huduma vibaya, na yamurisha itokomee kuzimu katika jina la Yesu. Komiti yeyote inaokuinukia na inakupangia maovu, na ishindwe na yangamie katika jina la Yesu. Komiti yeyote inaotutakia maovu, na iweze kuangamia kabisa katika jina la Yesu Kristo. Ikafanyike vile ilifanyika kwa Danieli. Komiti ya kuzimu wakaweka seals, na komiti yote ikaenda nyumbani ikifurahia. Wakaenda kukaanga mafuta, wakaenda kukaanga na chapati, wakaenda kukaanga kuchinja mbuzi washerekee kwa ajili ya ndui wao anamusinya na wasinya. Ako wapi? Ndio hiyo nakusi, tafadhali omba. Danieli maombi yake ilimuokoa kuhusiana na Mungu kila wakati. Kwa pamoja penye simba akaingia pale ndani, na mamlaka ya mbinguni ikasema, Danieli, Mungu wangu ni wewe, mimi ndio Mungu wako. Na mamlaka ya duniani kupitia kwa Dario ikasema, wewe Danieli ni wewe tu na Mungu wako na akuokoe. Mamlaka yote iko pande ya Danieli. Sinafurahisha sana, mamlaka yote iko pande yako. Haleluya. Mamlaka yote ya mbinguni na huko duniani iko pande yetu, iko pande yako, iko pande yangu. Haleluya. Na hakuna kitu kitakushinda. Kuna kitu kitatushinda. Chote kiko chini ya nyayo zetu, because Bwana Yesu amesema ametupatia mamlaka kukanyanga hinge na nyoka, na hakuna kiote kitaweza kutuumiza. Haleluya. Asema Danieli ako kwenye tundu la simba pale ndani, na anaketi pale, wanaangaliana na simba, ajui sasa ni haje, na simba wanaangaliana naye. Na Mungu akafanya jambo muujiza pale. Simba wakawa pale ni kama ndugu zake Danieli, wanamcomfort Danieli. Na Danieli akaanza kushika simba ni kama paka za nyumbani kwake, akinyorosha manyoya. Sijui hiyo ni mimi nimeongezea hiyo kwa pamoja. Iko kwa Biblia, iko kwa Biblia. Na akikalia analalia hizo manyoya zake usiku. Unajua ilikuwa ni usiku. Na akawa ana wasiwasi. Hakuna kitu anaongopa. Kitia maisha yako kwa Bwana Yesu Kristo. Mpatie wote na wacha kubeba maisha yako na mikono yako mwenyewe. Wacha woga, wacha kuongopesha maisha yako. Mpatie wote na unyamaze na utulie ndani yako. Ndio Bwana Yesu onyeshe kile anachotaka ndani ya maisha yako. Haleluya. Danieli usiku wote na simba, usiku wote na simba. Ni yeye tu atatuambia tukienda huko vile alisikia. Usiku wote na nini? Pengine hakuwa anaona simba, alikuwa anaona tu utukufu wa Mungu. Pengine
Ilikuwa ni wakati wa kushiriki na Mungu vizuri na karibu sana. Kwenye simba pengine kuna uwepo wa Mungu pale ndani. Kwenye simba pengine ndio maombi inaenda vizuri sana. Kwenye simba pengine ndio anaanza kuhudumiwa na malaika. Na ni ukweli akasema Mungu ametuma malaika wake. Mungu ametuma malaika wake na amekuja amefunga nini? Na huku Dario, mfalme ambao ana Mungu ndani yake, amejaribu kuponyoa ndani alikuwa ile jambo, amekuta hapana, mpaka ndani aende through hii. Mungu anasema aende through hiyo. Kama hakuenda through hiyo, hatungekuwa tunamzungumzia siku ya leo kwa pamoja. Na ni wewe usimame mpaka ifike mahali ambao Mungu anavyotaka atakuponyoa, and then utakuwa na ushuhuda kama my sister. Hallelujah. Ufalme huku nyumbani kwenye palace, ni kweli yako kwa palace, ni kweli yako kwa nyumba kubwa, ni kweli yako iko na hata choo ndani, ni kweli iko na kila kitu na music na wateule wako pale wamuimbie, sijui ni wateule ama ni kina nani wamuimbie, na vyombo vyote vya muziki ziko pale na chakula aina yote iko pale, lakini usiku wote hakuna kitu nitakula. Mfalme tukupe nini ukule? No, wacha kwanza. Mfalme atakula tu keki? No, wacha kwanza. Mfalme tukuandalia wali wa nyama na pilau? No, wacha kwanza. Mfalme tukupatie nini? Sapa unakula nini? No. Mvinyo iko hapa mfalme? No. Hakuna kuna kukula. Hiyo music, hiyo hebu weka hiyo kitu mbali. Inapoeshwa. And then mfalme ako pale. Anafanya nini? Anaombea Daniel. Na huko anaombea Daniel hata hana uhusiano na huyo Mungu. Lakini anaombea nani? Mungu. Mungu ataseta watu waweze kukuombea hata kama huwajui. Mungu atainua intercessors wa kukuinua saa hile unaendelea mambo hata kama huwajui. Mungu ataleta msaada kutoka mahali auelewi au ujui. Lakini jua wakati ule tulikuwa tunaendelea na kesi za CMC, Mungu akaleta Muislamu. Ndio alikuja kutatua hilo jambo lote. Hata Muislamu. Mungu ataleta mtu yeyote, usidharau watu. Usidharau yeyote, unaona tuko pamoja. Mungu ataleta mtu yeyote anakuja kuitatua ile jambo. And then mfalme ameomba usiku kucha, usiku hata usingizi hakuna. Anaombea Danieli, na Danieli ako kule naye anahudumiwa na malaika. Maombi ya mfalme inasikika mbinguni hata kama hajaokoka. Sikika huko. And then asubuhi sana ndio huyu anatokea, anaenda bila kuongea na mtu yeyote, hakuna kunywa chai, hakuna chochote, ako kwa kaburi. Danieli, mtumishi wa Mungu aliye juu ya wote. Hivyo ndio anamtambua. Wewe unatambuliwa namna gani? Kwenye area ya kwako unatambuliwa namna gani? Kwenye shule unatambuliwa namna gani? Kazini unatambuliwa namna gani? Mahali pote unajulikana, kila mtu ana ulimwengu wake. Haleluya! Unatambulikana namna gani? Daniel mtumishi wa Mungu aishie milele yote. Mungu wako unayemtumikia kabisa ama siku zote amekuponyoa. Ndio alikuwa wa kwanza kuja kwa kaburi. Kwa hiyo tendeni. Daniel anasema nini? Mfalme ishi milele. Mstari wa 22. My God, Mungu wangu ambaye ni Mungu namtumikia, aliweza kutuma malaika wake humu ndani. Na wamekuja wakafunga hawa wanyama wote wanaitwa simba, amewafunga wote nini? Midomo. Ikawa hawana hata midomo haiwezi funguka. Sijaona meno yao. Siku wote nimekaa na wao hapa, sijaona meno yao inafanana namna gani, amefungwa na nani? Na malaika wa Mungu. Kwa hivyo tulikuwa tunaongea na wao, lakini nilikuwa naongea na Mungu. Nilikuwa napokea utukufu wa mbinguni. Nilikuwa napokea uwepo wa Bwana Yesu. Haleluya!
Na ni kwa ajili ya nini amekuponyoa? Ni kwa ajili hajakuta kitu kibaya nimetenda. I was found innocent. That's very important. Nimekutwa nikiwa nini? Mbele za Mungu blameless. Na mbele yako mfalme sijakufanyia makosa yoyote. Mbele za Mungu I'm blameless. Mbele za watu I am. Na ukiwa namna hiyo, ukiwa blameless mbele za Mungu na uko blameless mbele za watu, atakutetea mpaka njino hilo la mwisho. Uko innocent mbele za Mungu, uko innocent mbele za watu, atakutetea. Hakuna kitu ya kuongopa, atakutetea mpaka mwisho. Kwa hivyo ni sisi tuko na kibarua pale, innocent mbele za Mungu, innocent mbele za watu. Ukwene mtu ana lawama mbele za Mungu, ana lawama mbele za watu, bas kuna kitu ya kuongopa. Chilia tu, chilia mambo, achilia mambo. Bwana Yesu atatenda. Haleluya. Na anatenda, na anatenda. Mimi mwenyewe ni ushuhuda, nimeona akinitendea, na anatenda na atatenda zaidi. Haleluya. Na mfalme akatabasamu. Siku yote kutoka jana alikuwa hawezi kuona meno yake, lakini saa hiyo Biblia inaniambia 23 ametabasamu na anaita haraka sana watu, hebu muondoeni huyo mtumishi wa Mungu kutoka kwa hii tundu katika mara moja saa hii, na wote wakaweza kumuondoa. Na Biblia inaniambia hakuna mahali alikuwa ameumizwa na chochote. Wait a minute. Kuna kubadilishwa mambo sasa inaenda kuingia. Kuna kubadilishwa mambo. Ile committee isione kama imemalizia pale kwa kuwinda Danieli. Ile committee, nakumbuka ile committee ya uofu, nakumbuka ile committee ya kuzimu, nakumbuka ile committee iko na agenda moja tu. Nakumbuka committee inaobadilisha constitution, inabadilisha mambo ya nyakati, ndio waweke mambo wakinyanyasa Danieli pale ndani. Komiti ya fitina, komiti ya kunyanyasa watu, komiti ya kuweka vitu ambazo hazifai na ziendi. Ndio hiyo sasa inafika wakati wake. Hiyo Biblia inasema dhiki inakuwa tu usiku, na asubuhi inapofika Mungu anaingia. Tuko pamoja. Ilikuwa ni usiku mrefu kwa Danieli, akiwa na simba pale, hajalala kwa kitanda yake usiku wote huo. Lakini inakuwa ni pressure. Mfalme alikuwa ametiwa pressure mpaka akawa lazima mtupe pale ndani. Na unajua nini? Kuna mstari iko katika Isaiah chapter 59 na mstari wa 19. Sitaki kuacha huo mstari nyuma. Kuna mambo tunasoma pale. Mfalme anatiwa pressure, na pressure inatiwa na hao wote wanaitwa na governors hao wawili walibaki, na hata masatraps 120 na majudges na kila mtu na administrators na kila mtu umeona pale wanamtia pressure ndio Daniel aingizwe pale. Hebu tusome hiyo mstari wa Isaiah 59 mstari wa 19. Unasema nini? So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift a standard, will lift up a standard against him. Very important verse for me. Ndio Mungu aweze kuongopewa kutoka kwa njua mpaka pande ile nyingine ya chini ya kwenda kwa njua. Mungu aweze kuongopewa na utukufu wake uonekane ndani ya jambo fulani. Kuna kuwa na hiyo pressure. Hiyo komiti ya giza inatia pressure, ikilimutia mfalme pressure kabisa, akaambiwa na unajua hizi ni amri za Medes na Persians, haziwezi badilika. Kwa hivyo you have no way out, you have no option. Pressure, pressure,
Pressure inatiwa pale ndio Danieli awekwe ndani. Pressure inatiwa pale ndio huduma kama hii ishushwe chini. Pressure inatiwa pale ndio mtu angushwe, yule anashine pale. Tuko pamoja? Na mtu anashine kanisani, wewe unafanya nini au unafanya nini? Si unashine because unaendelea. Haleluya. Pressure inawekwa hapo na mapepo na nguvu zote za shetani inatiwa kwenye watu wale wanapandwa kama farasi, ndio nguvu ndio uweze kushushwa chini, ndio vitu zetu zishushwe chini, ndio mambo yashushwe chini. Lakini Mungu anainuka, anasema inawekwa hiyo pressure ndio Mungu aweze kutukuka, ndio utukufu wake uonekane kutoka kwa njua pale mpaka ikatue. Wanaona kutoka kwa north na south na west, wanaona utukufu wake, watajua Mungu. Watu watajua Mungu haji kama wewe hujatiwa pressure kwenye pressure ya mambo kama haya, na upitie pale ndani kama vile ndada amesema, na utokee pande ile ingine ukitembea kama ndada, na utokee pande ile ingine ukihubiri Mungu. Watajuaje kuna Mungu? Watatoa ushukuru kwa Mungu, sifa kwa Mungu namna gani? Watatoa shukrani kwa Mungu namna gani kama hawaoni huyo Mungu ametenda na amefanya na amenifikisha hapo? Haleluya. Mambo inakorogana na huko na inatiwa pressure na shetani ndio ionekane kama inaangusha hii huduma, ndio ionekane kama inakuangusha, lakini Mungu anataka utukufu wake uonekane na jina lake litukuke, kutoka pale mpaka likaingia chini. Watu waseme na kweli Mungu ako pale. Watu waseme na kweli huyo mtu ako na Mungu. Watu waseme na kweli huyo mtu ni muombaji. Watu waseme na kweli huyo Mungu ako na Mungu mkubwa. Biblia ikasema katika hiyo mstari tumesoma mwisho ya kwamba shetani akitia pressure namna hiyo na akileta hiyo vitu kama mavumbi na kama ngurumo na kama flood na kama maji ya mafuriko inakuja, ni kama itakubeba. Unajua kwa Danieli alikuwa ni anabebwa na anamalizwa na hizo simba zote, wanamaliza. Unajua kwa Danieli ilikuwa ni kadogo tu. Ilikuwa kwa Danieli kama wangemuhai ingekuwa kama breakfast kwa pamoja. Kama simba wanasema mnanipatia tu huyu peke yake, lakini wangeweza kumwahi Danieli. Lakini anasema shetani akisukumia mambo na akisukumia namna hiyo, ikikuwa kama flood, kama mafuriko inakuja kumbeba mtu na imumalize kabisa, Mungu na Roho wa Mungu anafanya nini? Anainua kiwango. Sema Roho wa Mungu anainua kiwango. Sema Roho wa Mungu anainua kiwango. Na Roho wa Mungu anainua kiwango, na akiinua kiwango utaona vile itakuwa. Kwa Danieli Roho wa Mungu akainua kiwango, na alipoinua kiwango, anainua kiwango kinyume cha shetani. Dario akasema mtoe, na akatolewa. Na Dario akasema watu wote walio katika hiyo komiti iliyoundia Danieli haya mambo, na waliosema wakaweka Danieli kama agenda wa komiti, na wakamuundia hii amri ndio ateswe, waletwe wote watu 120 satraps na governors wawili na watoto wao na bibi zao. Si nimekwambia kama wangepata Danieli ingekuwa kama breakfast. Sasa ikakuwa ni feast ya wanyama simba kwenye hiyo den of lions. Ikakuwa ni feast day kwa ajili adui zake wote pamoja na wake wao na watoto wakatupwa pale ndani. Na Biblia inasema hata wanyama hao simba wakuwa wanawangoja waanguke chini, walikuwa wanararuria hapa juu. Wanamaliza na wanajipangia kila mmoja their own spoil. Wanampangia baba na watoto. Huyu anachukua mnyama mwingine, anachukua zake pale, anapangia zake pale, atakula. Ni feast day kwa ajili ya huyu antui. Alitafuta hao masatrap, alitafuta hao governors awatumie, hawaride, na wakikubali kuraidiwa, mwisho wao anawatumia kuharibu kila kitu kwa ajili ya Daniel, lakini mwisho wake ni awamalize. Tukikubali kutumiwa na shetani,
anakusudia kumaliza yeyote yule anatumiwa. Amewamaliza wote, wamepangwa na wanyama na simba pale ndani kama kuni, kama chakula chake kiko kwa fridge. Akikula siku hiyo na akose na amalize na ashibe kabisa, kuna mahali pa kuingiza. Kesho ako na wao pale, kesho kutwa ako na wao pale, kesho hiyo nyingine. Haikujalisha mtoto wako mrembo namna gani, haikujalisha wao ni rangi gani, haikujalisha wako namna gani na bibi zao ni kubwa au makonda namna gani, wote pale ndani wamepangiliwa na wanyama wakuwe kwenye fringe ya simba, wanafanyishwa kukuliwa through. And that is turning of the tables. Mtu atatumiwa na shetani kwa muda, na Mungu anapeana muda wa neema. Lakini nafika mahali Mungu anabandirisha meza. Unaona pande ya juu ya meza ikiwekwa chini, wale walikuwa juu ndio walikuwa wanapepea, wanaunda hizo komiti. Inafika mahali inawekwa, inabandirishwa, inakuwa chini, ndio wao wanaanza kukula ile mbegu yao wamepanda. Wanaanza kuikula ile mbegu wamefanya nini? Wamepanda. Wanaanza kuikula. Na wakiikula haitakuwa tamu kama vile walikuwa wanapanda. Tebamwe haiwezi kuwa tamu kama vile ilikuwa wakipanda. Ni kila mmoja tujiadhari, mimi mwenyewe nikiwa ndani, tusifungulie shetani nafasi ndani ya maisha yetu. Tusifungulie mwovu nafasi ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi nikiwa mmoja, tusifungulie shetani nafasi ndani ya maisha yetu. Lakini akibandirisha meza, wale waliokuwa juu wakienda chini, pale chini wakiwa pale, wanaanza kupata ile marufurufu yao. Kwa pamoja wanapata marufurufu yao. Wale walikuwa wanachimbia wakiwa chini wanaenda juu, na wale wako juu wanapata marufurufu yao. 28, 27, 25 inasema hivi, then Darius wrote and decree. Unaona hapo ndio marufurufu iko. Wanaanza kupata marufurufu. Danieli saa hizo zote alikuwa anafanyia kazi Mungu wake, anatukuza Mungu wake. Saa hilo unasimama, ukisimama kinyume cha majaribu, ukisimama kinyume cha chochote kinachokuja, unafanyia Mungu kazi. Na Dario akaanza kusema to all the people, tusome hapo, to all the peoples, nations and languages that dwell in the earth, peace be multiplied to you. 26, I make a decree. Sasa hii ambiwi na yeyote, wote wale wanayetakikana kumwambia wako wapi? Wanakulwa na simba pale. This in 2026, I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. Haya, tuendelee. For he is the living God and is steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth. Who has delivered Daniel from the power of the lions? So 28 tusome pamoja is important. So this Daniel prospered in the reign of Darius. And also it was extended to prosper in the reign of Cyrus the king. Cyrus the king. Sasa hilo unasimama na njia za Mungu, unasimama na Mungu. Na Mungu anataka usimame kwa hiyo ofisi na njia za Mungu, ndio udhihirishe utukufu wa Mungu. Jina lake litukuke kutoka mwanzo kwenda chini. Na unajua jina lake likitukuka, kuna wakati ule wa kuoverturn tables, ataanza kuonyesha ukuu ndani ya maisha yako. Wale wakiwekwa kwa wakienda kwenye danger, wewe ndio utambaniwa. The standard will be lifted. Sasa hilo unapitia hiyo test. The
standard will be lifted. Hakuna mtoto anatoka standard 1 bila kufanyiwa test aende standard 2. Hakuna mtoto anatoka nursery bila kufanyiwa test aende 1. Hakuna anayetoka standard 8 aende form 1 bila na hiyo KCPE test ya kumpeleka pale. Na huduma kama hii inaweza fanyiwa test. Mtu kama wewe ambaye ni manager anaweza fanyiwa test. Yeyote yule, hata farmer, hata mlimi, hata mwenye kulima, hata mwenye kufanya chochote anaweza fanyiwa test na Mungu. Lakini kiini chake sio ashushwe chini na amalizwe. Kiini chake sio amalizwe na afanyiwe mahofu ama akasirishwe. Kiini chake ni apandishwe cheo, papanyiwe na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu aweze kumbadilisha, kuweka standard. Kuna standard inaidhinishwa kwenye maisha yako. Kuna standards inabadilishwa kwenye maisha yako. Saa hii ni kuona katika ile standard Mungu anakuona, na kuona ukiwa umepanda cheo, na kuona ukiendelea mbele, na kuona kwenye standard ile imewekwa na Mungu. Because when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises a standard against him. Na hiyo standard ukiingia ile ya Mungu hapo juu, utaanza kuona matokeo. Kuna watu hapa naona wakiendesha mangari. Kuna watu wanatoka kwa standard ya motorbike wanaingia kwenye mangari. Kuna watu wanatoka kwenye standard ya chini chini wanaelekea standard ya juu. Kuna watu naona hapa wakipandishwa cheo. Kuna watu naona hapa wakipewa eneo kubwa watawale. Kuna watu naona wakiwekewa standard ya hali ya juu. Na unajua Bwana Yesu alikuwa ananiambia, nikisikiliza haya mambo amenifundisha kufundisha, ananiambia kama huduma kama hii inapitia changamoto vile inapitia, tunaenda kupata standard ya hali ya juu. Naona watu wakijaa kwa hii kanisa tuumpanue. Haleluya. Naona Mungu akianza kutenda mambo makuu na wewe. Naona vipawa za Roho Mtakatifu zikiingia ndani yako, uanze kuponya watu, na uanze kutabiri. Naona Mungu akikuinua. Naona Mungu akikuwezesha kupata mshahara kubwa, utoe ndonge none hapa. Naona Mungu akitenda mambo makuu. Hawa watoto wanaenda kufanyiwa mambo makubwa na Bwana. Haleluya. Bwana ananiambia hii kanisa itajaa watu mpaka tukue hatujuani wenyewe. Itajaa watu mpaka tutaipanua, tuanze kutafuta architect. Na kujaa watu mpaka tukue hatuwezi ombeana through na mchana wote. Haleluya. Anapandisha, anaweka standard nyingine. Na akiweka standard nyingine, analeta hiyo chekecheo, changamoto hiyo ambao ni test unaingizwa. Ndio ukimaliza hiyo test, ukipita kando ya ile test na ukienda mbele, hapo mbele ni wewe tu na Mungu. Hapo mbele ni kuinuka kwenye baraka. Hapo mbele ni kusail na kuendelea ukibarikiwa. Hapo mbele utacheka. Hapo mbele utafurahia. Hapo mbele utakuwa na wema wa Mungu. Ukiwa na kitu hakiwezi kupitia changamoto, kiendeza huduma haiwezi pitia changamoto, then hiyo ni huduma, hakuna kitu inafanya. Hakuna ustadi uko pale, hakuna outshining iko pale, hakuna kile cha Mungu kiko pale. Tuko pamoja. Kiwa mahali na kitu chote tu ni hakuna nini, hakuna kitu unafanya kinaoleta kufuta watu. Na unajua kinafuta admirers and enemies. Tuko pamoja. Kinafuta admirers and enemies. Au fanyi chochote kinaweza futa, lakini kikiwa kinafuta watu, kitafuta wote, na kitafika kifanyiwe hiyo mtihani. Na huo mtihani ukipita, nawe utashine the more. Haleluya. Ina shine the more. Haleluya. Danieli ikashine the more. Akaambiwa watu wote kwenye taifa lote, kwenye language zote, kwenye kabila zote, na kwenye watu wote waume na wake, wale wametawaliwa na Dario kila mmoja, na ilikuwa ni 127 provinces. Wote wale wametawaliwa pale. Imefika na huko Ethiopia, imefika na Northern Africa, na huko imefika India. Ilikuwa mbali kubwa sana, na kuelekea na huko juu pande ya Hungary, na huko ilikuwa ni taifa kubwa. Ndio ilikuwa the only government of the world that time. Na akitawala anasema watu hao wote wa hiyo taifa wako chini ya mamlaka yangu, waabudu na waongope na watetemeke wakisikia Mungu wa nani?
wa Danieli watetemeke, na kwa ajili yeye ni Mungu aishio. Unaona vile anamshuhudia hiyo mstari, yeye ni Mungu aishio, yeye ni Mungu mkubwa, na yeye ni ana ufalme ule hautaharibiwa. Ndugu yangu, usidanganyike uingie kwa ufalme wa shetani, utaharibiwa. Huo utaharibiwa na moto sana, na haitaonekana tena. Wote wanaingia pale watandumu kwenye moto milele. Tuko pamoja? Usidanganyike kuingia kwa ufalme unaharibiwa. Huu ufalme wa Mungu ndio hata mfalme asiyojua Mungu anasema hautaharibiwa, na unadumu milele. Mstari wa 27 unasema katika hiyo ufalme watu wale pale wanakaa carefree, because watakuwa rescued, because watanyakuliwa, wataondolewa kwenye uofu, because watakuwa wanaondoshewa mahofu. They live carefree. Ni ufalme uko na miujiza na ishara, na wewe ndio utafute ishara na nini na miujiza uanze kutenda. Haleluya! Na ni ufalme uko mbinguni na uko duniani, na wewe ni pati yake. Tumebahatika kukuwa ndani ya hii pati ya ufalme wa mbingu, na nitudumu pale. Na Bwana Yesu unakimuinua na ukimwembrace, anakuencourage na anafanya mambo makuu ndani ya maisha yetu, kama vile amefanya ndani ya dada. Haleluya! Lakini nahubiri nikisema siku ya leo ameinua kiwango. Ameinua kiwango cha Roho Mtakatifu. Juzi tu hivi utaanza kuona watu. Siku ile nyingine ulikuwa unaona dada mmoja anandanzia Mungu, anapinduka. Ilikuwa ni muhimu. Nilikuwa nimeomba hiyo jioni, nilichelewa hapa nikaomba Mungu do a spectacular thing. Na ikaendelea, kaanza kutendeka. Naona wakati unafika hapa unakuta tukianza kuabudu, watu hawako kwenye uone nyuso za watu, unaona tu migongo na mili wamelala chini wakiabudu Mungu, because ameinua nini? Kiwango. Na watu wanaokuja pande hii watakuwa ni watu hawatahitaji kuombewa, wataendanga na miujiza hata nyumbani kwao. Hata mtu akiwa ni kazi ya aina gani, inaenda ikibarikiwa, na anaanza kufanyika tajiri, na anaanza kuendelea mbele. Haleluya! Watakuwa ni watu hata wao wenyewe wako na vipawa za Roho Mtakatifu, na watenda miujiza kila mahali wako. Watakuwa ni watu wanatafutwa waombee watu wapone. Watakuwa ni watu wanatafutwa wapeane uwasia. Watakuwa ni watu ambao Mungu anasema ni soon, because ameinua kiwango. Haleluya! Akiinua kiwango na hakuna wa kushusha chini. Biblia inaniambia milango ya kuzimu haiwezi kanisa. Milango ya kuzimu haiwezi chenye ninafanya. Milango ya kuzimu haiwezi kushusha huduma hii nafanya pande hii. Haiwezi. Instead, napitia changamoto, lakini anainua nini? Kiwango. Chenye nafurahia ni kwa kwamba niko katika hiyo hali ambayo imeinuliwa, siko chini. Wewe uko pande gani? Haleluya! Uko pahali kumeinuliwa ama uko chini? Meinuliwa juu. Ameinuliwa juu. Bwana Yesu anatuinua kwenye kiwango, na sio mimi peke yangu, ni wote tunainuliwa kiwango. Utakuta watu wamedumu na wamekuwa kama mwamba. Wanaulizwa, watu wanakuja kunywa maji pale, ni mwamba unatoa maji. Unajua Bwana Yesu Kristo ni mwamba unaotoa maji, na wewe ni mwamba mdogo unaotoa maji kama yeye. Watu wataendelea kuja kunywa maji kwako. Sifunge mdomo na waambie wasia wa Mungu. Haleluya!